Ndugu zangu, kanuni hizi zinaenda kuongeza nguvu katika kusimamia swala la uongezaji wa virutubishi kwenye chakula kwa maana food fortification. Ndugu zangu, uzinduzi huu unalenga kuonesha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 kama nilivyosema, chini ya rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, katika kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anapata chakula bora chenye lishe kwa afya na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Kanuni hizi zinasimamia aina 4 ya chakula, yani unga wa mahindi, mafuta ya kula, unga wa ngano na chumvi, ambavyo kwa sasa ni lazima kuongezwa virutubishi. Ikumbuke kuwa suala la uongezaji wa virutubishi kwenye chakula si geni katika nchi yetu na pia katika nchi nyingine hapa duniani. Lakini kanuni zinazozinduliwa leo, ndugu zangu, zitaenda kutumika kwa wazalishaji na wauzaji wote wa chakula nchini, kwa maana ya wadogo sana, wadogo, wakati na wakubwa. Kwa hiyo serikali imeandaa mazingira rafiki sana kwa wazalishaji wote hapa nchini kwenye sekta hii ya chakula. Aidha, serikali imejihakikishia uwepo wa teknolojia za uongezaji wa virutubishi vyenyewe kwa maana ya premix. Kwa hiyo suala la urutubishaji wa chakula lina ulazima mkubwa kwetu sote. Pamoja na juhudi za kuongeza idadi ya mashine zinazoongeza virutubishi kwenye unga wa mahindi, bado mkoa wetu wa Ruvuma unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo uelewa mdogo wa jamii kuhusu umuhimu wa vitamini na madini, mwitikio mdogo wa jamii vile vile kuhusu vyakula vinavyoongezewa virutubishi, pamoja na usimamizi hafifu wa kanuni. Ili watoto wetu wafikie ukuaji uliotimilifu na kutokomeza kabisa udumavu katika mkoa wetu, ni lazima tuwe na mikakati. Sasa niwaelekeze wakurugenzi wetu wa halmashauri zilizopo katika mkoa wa Ruvuma kuhakikisha kuwa kanuni zinazozinduliwa leo zinasimamiwa ipasavyo katika ngazi zote ili kuleta matokeo mazuri katika kukabiliana na tatizo la hali duni ya lishe. Urutubishaji huu utachochea kuendelea kupungua kwa kasi kwa vifo vya kina mama wajawazito na wanaojifungua na watoto wanaozaliwa kwa ajili ya kukosa kinga ya mwili pamoja na upungufu wa damu. Lakini tumeona vile vile tunapoendelea kwa pamoja na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaongeza virutubishi katika vyakula mbalimbali, tutaendelea kupunguza watoto wanaozaliwa na changamoto ya mgongo wazi pamoja na vichwa vikubwa.